Cardi B, safari ya mafanikio kutoka maisha magumu hadi umaarufu wa dunia. Leo nitakusimulia hadithi ya mwanamke ambaye alitoka katika mazingira magumu ya maisha, akapitia changamoto nyingi na hatimaye akawa mmoja wa wasanii wanaotambulika zaidi duniani. Jina lake ni Cardi B. Hadithi yake sio tu ya muziki, bali ni hadithi inayoonyesha ujasiri, kujiamini na kutumia kila hali ya maisha kama daraja la mafanikio. Cardi B alizaliwa na kukulia Bronx, New York, eneo linalojulikana kwa changamoto nyingi za kijamii kama umaskini, uhalifu na mazingira magumu ya vijana wa mtaani. Utoto wake haukuwa mwepesi. Alikuwa akiona mapambano ya kifedha ya familia yake na maisha ya mitaani yaliyojaa umaskini na uhalifu. Alijifunza mapema kwamba maisha hayampi mtu chochote kwa urahisi, na kama anataka kubadilisha hatima yake, atalazimika kupambana. Akiwa msichana mdogo, Cardi B alikuwa na ndoto, lakini hakuwa na ramani ya kufikia ndoto hizo. Aliona vijana wengi wakipotea kwenye madawa ya kulevya na makundi ya uhalifu. Alijua kuwa akifuata njia hiyo, maisha yake yangekuwa mafupi na yasiyo na mwelekeo. Ndani ya hofu na machungu, alianza kujijenga kisaikolojia kuwa mtu mwenye sauti ya kujiamini, asiyeogopa kusema ukweli wake na asiyeogopa kuonekana tofauti. Baada ya shule, maisha yalizidi kuwa magumu. Alikosa msaada wa kifedha, alikumbana na mahusiano yaliyomuumiza na alihitaji kujitegemea mapema kuliko wenzake wengi. Katika kipindi hiki, alifanya maamuzi magumu ya maisha ambayo baadaye alikiri kuwa hayakuwa rahisi wala ya kujivunia, lakini alisema wazi kuwa alifanya hivyo ili kuishi na kujinusuru na njaa na mateso. Hapa ndipo tunajifunza kuwa wakati mwingine watu hufanya maamuzi magumu si kwa sababu wanapenda, bali kwa sababu mazingira yanawalazimisha. Tofauti ya Cardi B na watu wengi waliotoka mazingira kama yake ni kwamba hakukata tamaa. Alitumia kila alichopitia kama somo. Aliendelea kujiuliza, je, nitakaa hapa maisha yangu yote au nitatafuta njia ya kubadilisha historia yangu? Ndani yake kulikuwa na sauti iliyomwambia kuwa ana kitu cha pekee. Sauti hiyo ilikuwa uwezo wake wa kuzungumza, kuchekesha na kusimulia maisha yake kwa njia ya kuvutia. Alipoanza kutumia mitandao ya kijamii, hakujifanya mtu mwingine. Alikuwa yeye halisi. Alizungumza kwa lugha ya mtaa, alisimulia maisha yake bila kuficha na alitumia ucheshi kama silaha ya mafanikio yake. Video zake zilienea kwa kasi kwa sababu watu waliona ukweli ndani yake. Hakukuwa na maigizo, hakukuwa na kujifanya mkamilifu, kulikuwa na mwanamke wa kawaida anayejaribu kuishi na kusema ukweli wake. Umaarufu wake wa mitandaoni ulimfungulia milango ya televisheni kupitia reality show. Hapa alionekana na watu wengi zaidi. Alionyesha tabia yake halisi, ndoto yake ya kuwa msanii wa muziki na shauku yake ya kubadilisha maisha. Wengi walimchukulia kama mtu wa kuchekesha tu, lakini ndani yake kulikuwa na moto wa ndoto ambao haukuwa ukionekana wazi kwa watu wote. Baada ya kupata umaarufu kidogo, Cardi B aliamua kuingia rasmi kwenye muziki. Hakuwa na uzoefu mkubwa wa studio wala msaada mkubwa wa kifedha. Alianza kurekodi nyimbo kwa juhudi zake mwenyewe. Alihudhuria studio ndogo, alifanya kazi na watu waliomwamini na aliendelea kujifunza kila siku. Nyimbo zake zilikuwa simulizi za maisha yake. Aliongelea umaskini, mahusiano, nguvu ya mwanamke na kujitegemea. Aliongea kama mtu aliyepitia mateso na anayetaka kuamka. Mafanikio hayakuja mara moja. Kulikuwa na kukataliwa, kulikuwa na maneno ya kukatisha tamaa na kulikuwa na shinikizo la kubadilisha tabia yake ili akubalike zaidi. Lakini alikataa kubadilika. Alisema atafanikiwa kwa kuwa yeye mwenyewe, sio kwa kuvaa sura ya mtu mwingine. Hii ndiyo falsafa iliyombeba mpaka kileleni. Hatimaye nyimbo zake zilianza kusikika zaidi. Alianza kuingia kwenye chati za muziki. Alianza kuonekana kwenye majukwaa makubwa. Kutoka Bronx mpaka dunia nzima, jina lake lilianza kujulikana. Mafanikio yake yalikuwa ya haraka na makubwa.
Alipata tuzo, mikataba ya muziki na heshima ya kimataifa. Lakini pamoja na umaarufu, changamoto nyingi zilianza. Umaarufu ulileta lawama, maneno ya chuki na presha ya jamii. Watu walimhukumu kwa maisha yake ya zamani. Wengine walimshambulia kwa tabia yake ya kusema ukweli bila uoga. Lakini Cardi B aliamua kutorudi nyuma. Alisimama imara na kusema historia yake ndiyo iliyomjenga, sio kitu cha kuficha. Katika safari yake, alionyesha kuwa mafanikio sio kusahau ulikotoka, bali ni kutumia ulikotoka kama nguvu ya kuwasaidia wengine. Alizungumza wazi kuhusu matatizo ya wanawake, haki za jamii na umuhimu wa kujiamini. Hakutumia umaarufu wake kwa anasa tu, bali pia kwa kutoa ujumbe. Hadithi hii ya Cardi B inatufundisha kuwa haijalishi umetoka wapi, kilicho muhimu ni unaelekea wapi. Inatufundisha kuwa mitandao ya kijamii inaweza kuwa jukwaa la kubadilisha maisha kama ukitumia kwa hekima. Inatufundisha kuwa uhalisia ni nguvu kubwa kuliko kujifanya mkamilifu. Inatufundisha kuwa hata maamuzi magumu ya maisha yanaweza kubadilishwa kuwa daraja la mafanikio kama mtu ataamua kusimama na kuanza upya. Hii ndiyo safari ya Cardi B, safari kutoka maisha magumu hadi umaarufu wa dunia, safari ya mwanamke aliyebadilisha historia yake kwa sauti yake mwenyewe.